Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuitazama mezani siku ya leo ni kuhusiana na msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League, ikiwa ni duru la lala salama, ambapo hivi sasa tunavyoongea kuna vilabu vimebakiza michezo mitatu kuweza kukamilisha ligi kuu ya NBC. Kabla kuendelea mbali, kama ni mdau wa michezo, unao nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia kwa upande wako wewe, je, ni klabu gani ambayo unaiona moja kwa moja itakwenda kuubeba ubingwa msimu? Fahamu kwa upande wa klabu inayoburuza mkia, yani nafasi ya 16 ni KenGold Football Club kutokea mkoani Mbeya, ambapo KenGold wamecheza michezo 27. Katika michezo 27 wana alama 16 na tayari KenGold wameweza kuaga mashindano, kwa maana kwamba kushuka daraja msimu ndio klabu ya kwanza kuweza kushuka daraja. Katika nafasi ya 15 wapo Kagera Sugar kutokea mkoani Kagera, ambapo Kagera wanajipapatua kuondoka katika danger zone, ambapo Kagera wamecheza michezo 27. Katika michezo 27 wana alama 22 wakiwa katika nafasi ya 15 katika danger zone kushuka daraja. Nafasi ya 14 wapo Tanzania Prisons, ambapo Prisons wamecheza michezo 27 wakiwa na alama 27 katika nafasi ya 14. Nafasi ya 13 wapo Pamba Jiji kutokea mkoani Mwanza. Pamba wamepanda daraja, lakini tunaona kwa upande mwingine Pamba Jiji mpaka sasa wamecheza michezo 26 wakiwa na alama 27 katika nafasi ya 13. Katika nafasi ya 12 wapo Fountain Gate kutokea mkoani Manyara. Fountain Gate wamecheza michezo 27 wakiwa na alama 29 katika nafasi ya 12. Nafasi ya 11 wapo KMC Kino Boys kutokea Dar es Salaam, ambapo KMC wanatokea Mwenge, wamecheza michezo 26 wakiwa na alama 30 katika nafasi ya 11 ligi kuu ya NBC. Nafasi ya 10 wapo klabu ya soka ya Mashujaa Football Club kutokea mkoani Kigoma. Mashujaa wamecheza michezo 27 wakiwa na alama 30 katika nafasi ya 10 ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Klabu inayokamata nafasi ya 9 ni Namungo Football Club kutokea mkoani Lindi. Namungo tunaona wamecheza jumla ya michezo 27 wakiwa na alama 31 katika nafasi ya 9 ya msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League. Nafasi ya 8 wapo klabu ya soka ya Coastal Union kutokea mkoa wa Tanga. Coastal wamecheza michezo 27, ambapo kwa upande mwingine Coastal tunashuhudia wana alama 31 katika nafasi ya 8 ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini katika nafasi ya 7 wapo JKT Tanzania kutokea jijini Dar es Salaam, ambapo JKT wamecheza michezo 26 na alama 32 katika nafasi ya 7 ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Nafasi ya 6 wapo Dodoma Jiji kutokea mkoani Dodoma. Dodoma Jiji wamecheza michezo 27 na alama 34 katika nafasi ya 6 ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini katika nafasi ya 5 wapo Tabora United kutokea mkoani Tabora. Tabora wamecheza michezo 27 wakiwa na alama 37 katika nafasi ya 5 ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini ngoja tukaiangalie top 4, kwa sababu kutoka katika top 4 ndio vilabu ambavyo viwili vitakwenda kushiriki kombe la shirikisho, viwili vitakwenda kushiriki kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika kuweka katika msimu mpya mwaka 2025 2026. Fahamu klabu inayokamata nafasi ya 4 ni Singida Black Stars, ambao wamecheza michezo 27 wakishinda michezo 16, sare michezo 5 na kupoteza michezo 6. Singida Black Stars wamefunga mabao 40 na kuruhusu mabao 21, goal difference mabao 19,
na alama 53 katika nafasi ya 4 ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Anayekamata nafasi ya 3 ni Azam Football Club kutokea Chamazi jijini Dar es Salaam, ambapo Azam wamecheza michezo 27, kushinda michezo 16, sare michezo 6 na kupoteza michezo 5. Azam wamefunga mabao 43 na kuhusu mabao 17 wakiwa na alama wakiwa wanadaiwa faida ya magoli 26 na alama 54 katika nafasi ya 3 ya msimamo ligi kuu ya NBC. Anayekamata nafasi ya pili ni mnyama Simba Sports Club ambaye amecheza idadi ya michezo michache kuliko klabu yoyote. Simba wakicheza michezo 23, kushinda michezo 19, draw michezo 3 na kupoteza mchezo mmoja. Simba wamefunga mabao 54 na kuhusu mabao 9, ndio klabu ambayo imefunga mabao chache wakiwa na goal difference ya mabao 43 na 45 na alama 60 katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu. Na kinara ni bingwa mtetezi ambaye ni Young Africans ambaye amecheza michezo 26, ndio klabu ambayo imefunga michezo mingi wakifunga michezo 23, sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Yanga ndio klabu ambayo imefunga mabao mengi wakifunga mabao 68, huku wao wakiruhusu mabao 10, goal difference ni mabao 58 na alama 70 kileleni mwa msimamo ligi kuu ya NBC. Tuambie la comment, je, kwa upande wako ni klabu gani ambayo inatakiwa kubeba ubingwa msimu huu?